Akizungumza katika mahafali ya wahitimu wa mafunzo hayo, naibu kamishna wa magereza Ahmed Mwindadi, ambaye pia ni mkuu wa division ya huduma za urekebu, amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuhamasisha matumizi ya ujuzi kama njia ya kuwainua wahitimu kiuchumi na kijamii. Chuo chetu hiki kimesajiliwa kwa sheria ya mamlaka ya ufundi stadi VETA. Hivyo programu zote zinazoendeshwa hapa zinatambuliwa na mamlaka hiyo. VETA wanao utaratibu wa kutambua mafunzo na ujuzi walionao watu ambao hupata nje ya mfumo rasmi wa utoaji elimu. Hivyo wafungwa wanaotumikia adhabu zao magerezani ni kundi mojawapo ambalo kutokana na kazi mbalimbali za urekebu wanazofanya katika maisha yao ya kila siku wakiwa magerezani, ni wazi wanapata mafunzo na ujuzi katika mfumo usio rasmi. Nao baadhi ya walimu wa wafungwa hao wamesema kuwa mafunzo hayo yamekuwa chachu ya mabadiliko chanya kwa wahusika. Huwa tunawapatia ujuzi mbalimbali, ikiwa hususan kwa warekebisho wanawake, huwa tunafundisha kazi mbalimbali za mikono, kuwafundisha kutengeneza vitu mbalimbali kama tulivyoona pale kwenye meza, ushonaji. Wanafunzi hao walikuja wakiwa hawajui chochote kabisa, yani hawajui ufundi kabisa, lakini kutokana na taaluma tuliyokuwa nayo na jukumu tulilokabidhiwa na serikali chini ya rais wetu na amiri jeshi mkuu wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tuliweza kutumia ujuzi wetu kuwafundisha, na leo hii tunafurahi wanaondoka wakiwa mafundi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa, aliyekuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera, amewataka wahitimu wa mafunzo hayo kutumia maarifa waliopewa kama njia ya kuachana na uhalifu na kujipatia kipato halali katika maisha yao ya baada ya kifungo. Naendelea kumshukuru kwa dhati kwa kuendelea kutengeneza miundombinu mizuri na kufanya majeshi yetu na vyombo vya ulinzi viweze kutoa elimu hii kwa vijana wetu au wale wote ambao watakuwa magerezani, waweze kupata mafunzo na wawe watu wema wanapoelekea uraiani. Jeshi la magereza limewapokea, limewahifadhi, kuwarekebisha tabia wafungwa, lakini zaidi hapo ni kuwapatia elimu na kutoka magerezani wakiwa na skills mbalimbali ambazo mmezitaja hapa, fani 7. Katika mafunzo hayo, wafungwa 81 walianza, lakini wafungwa 73 pekee ndio waliohitimu baada ya wengine 8 kushindwa kuendelea kwa sababu mbalimbali. Mafunzo yaliyotolewa ni pamoja na ufundi wa umeme, useremala, upakaji rangi, ufundi bomba, washi, uchomeleaji na ubunifu wa mitindo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.